Kuna mambo mengi sana ya kumfundisha binti yako zaidi ya kumfundisha kuvaa pedi, kwa sababu wanawake wengi sana miaka hii ya sasa hivi wanapitia changamoto kubwa za uzazi kwa sababu wanachukulia kama ni hali za kawaida. Nimekutana na wanawake ambao wananiambia kwamba mimi daktari, tangia nimevunja ungo nilikuwa sipati hedhi, wazazi wangu wakaniambia ni kitu cha kawaida kukosa hedhi, na ikafika mahali hadi nikikosa hedhi nakuwa ninafurahia. Wanasahau kwamba kuna matatizo mengine ambayo ni ya kurithi, na wengi wao huwa wanazaliwa nao, kitu ambacho kinapelekea hata katika ukuaji wake issue ya kubeba ujauzito inakuwa ni kitu cha kawaida kabisa. Lakini pia kuna wengine lazima wafahamu kwamba kuwa na maambukizi katika via vya uzazi muda mwingine inaweza isiyo na dalili yoyote, lakini pia hali ya kutokwa na ute katika via vya uzazi ukiwa hauna harufu wala rangi ni kitu cha kawaida. Pia wengine lazima wajue kwamba mabadiliko ya kihomo huwa yanatokea kwa mwanamke yoyote, na muda mwingine huwa haionyeshi dalili zozote. Lakini pia ni vyema wakatambua kwamba hali ya maumivu katika via vya uzazi sio hali ya kawaida, kwa hiyo muda mwingine kuna uhitaji wa kufanya pia vipimo. Lakini pia dalili zozote ambazo sio za kawaida katika via vya uzazi ni vyema wakafanya vipimo vya moja kwa moja kuliko kutumia tu dawa kiholela bila kujua chanzo cha tatizo ni nini. Na ndio maana napenda kusema kwamba nipo naye katika safari ya kuitwa mama. Kama ulipitia changamoto ambazo ni tangia umevunja ungo na unaona bado unazipitia na bado ndo zinazopelekea unashindwa kubeba ujauzito, unatakiwa ufanye vipimo sahihi ili uweze kwenda kuondokana nayo, ili ubebe ujauzito, kwa sababu chanzo cha tatizo lako huwa kilikuwa ni primary, yani ilianzia ulipovunja tu ungo.